Watu takriban 17 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 45 kujeruhiwa baada ya Urusi kufanya mashambulizi makubwa ya makombora ya ballistic pamoja na drone dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, pamoja na maeneo yanayozunguka. Mashambulizi hayo yaliyoanza usiku wa kuamkia Jumatano yamelenga majengo ya makazi, kituo cha reli na maghala mbalimbali, huku yakiwa miongoni mwa mashambulizi mabaya zaidi kuwahi kuikumba Kiev mwaka huu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema baadhi ya vifo hivyo vingeweza kuzuilika iwapo nchi yake ingepokea kwa wakati mifumo zaidi ya kujihami dhidi ya makombora ya ballistic, hususan makombora ya Patriot yanayotengenezwa Marekani. Makombora ya kujihami yangeweza kuokoa maisha. Kuchelewa kupokea mifumo hiyo kutoka kwa washirika wetu kumesababisha maafa makubwa na uharibifu, amesema Zelensky. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha makombora 24 ya ballistic, makombora 4 ya kupambana na meli na drone 115 katika operesheni hiyo. Mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kudungua drone 98, lakini haikuripoti kudungua kombora lolote la ballistic. Kwa upande wake, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya usambazaji wa silaha, vifaa vya kijeshi na maeneo yanayotumika kuzalisha na kusambaza drone katika Kiev na maeneo ya karibu. Moscow pia ilidai kushambulia meli 3 za mizigo karibu na bandari ya Odessa, ikisema zilikuwa zikisafirisha silaha na vifaa vya kijeshi kwa Ukraine. Meya wa Kiev Vitali Klitschko amesema kulikuwa na hofu kuwa baadhi ya watu bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea na operesheni za kutafuta manusura. Wakati huo huo, mapigano yameendelea pia ndani ya Urusi. Gavana wa mkoa wa Tula Dmitry Milyaev alisema drone ya Ukraine ilianguka kwenye ghala la kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries na kusababisha moto pamoja na kumjeruhi mtu mmoja. Mashambulizi hayo yanafuatia mengine yaliyolenga maghala ya Wildberries katika siku za hivi karibuni, pamoja na shambulio la drone lililoua watu 5 katika mkoa wa Moscow na jingine lililoua watu 7 kwenye ufukwe wa mkoa wa Krasnodar. Licha ya pande zote mbili kuendelea kushambuliana, Urusi na Ukraine zimeendelea kukanusha madai ya kulenga raia kwa makusudi katika operesheni zao za